Vita vya Kagera, damu, kiburi na historia iliyoandikwa kwa maumivu. Moto ulianza kimya kimya, lakini ulipolipuka ulimpaka ukaunguza roho za mataifa mawili. Hiki si kisa cha kawaida cha vita. Hiki ni kisa cha kiburi cha mtawala, ujasiri wa taifa na gharama ya damu iliyolipwa ili kulinda heshima ya ardhi. Ukianza kusikiliza simulizi hii, huwezi kuacha katikati. Kila neno lina uzito wa historia, kila tukio lina jeraha lake. Endelea mpaka mwisho, kwa sababu vita vya Kagera si hadithi ya zamani tu, ni funzo kali kwa kizazi cha leo. Chanzo cha mgogoro: mbegu za uadui kabla ya risasi. Kabla hata risasi ya kwanza kufyatuliwa, uhasama ulikuwa tayari umeota mizizi. Uhusiano kati ya Tanzania na Uganda haukuwa wa kawaida tangu Idi Amin Dada alipochukua madaraka Uganda. Amin hakuwa kiongozi wa kawaida, alikuwa mtawala aliyejengwa juu ya hofu, propaganda na ndoto za ukubwa zisizo na mipaka. Alijiona kama shujaa wa Afrika, lakini nyuma ya pazia alikuwa mtawala aliyetikisa taifa lake kwa mauaji, uhamisho na vurugu zisizoelezeka. Kwa upande wa Tanzania, Julius Kambarage Nyerere alikuwa kiongozi wa misingi, maadili na utu. Tofauti ya falsafa kati ya viongozi hawa wawili ilikuwa kama mchana na usiku. Nyerere alimpa hifadhi Milton Obote, rais wa Uganda aliyepinduliwa. Hatua hiyo ilimchoma Amin moyoni. Aliona Tanzania kama adui wa moja kwa moja wa utawala wake. Mipaka ya Kagera, eneo tulivu lenye wakulima na wavuvi, ikawa jicho la dhoruba. Kwa miaka kulikuwa na migogoro midogo, maneno ya vitisho na mashambulizi ya kuvuka mpaka, lakini hakuna aliyejua kuwa kile kilichokuwa kinakuja kingeandika historia kwa damu. Uvamizi wa Kagera. Siku ambazo ardhi lilia katika mwaka 1978, Idi Amin aliamua kuvuka mstari mwekundu. Vikosi vya Uganda vilivamia mkoa wa Kagera. Haikuwa ajali, haikuwa makosa, ilikuwa ni uvamizi wa makusudi uliosukumwa na kiburi na tamaa ya kisiasa. Wananchi wa Kagera walishuhudia mateso yasiyosahaulika. Vijiji vilichomwa moto, watu walipigwa, kuuawa na wengine kubakwa. Mashamba yaliharibiwa, mifugo ikaibiwa na maisha ya kawaida yakageuka kuwa ndoto mbaya. Kwa mara ya kwanza tangu uhuru, Tanzania ilikanyagiwa waziwazi na jeshi la kigeni. Habari zilipofika Dar es Salaam, hasira ilienea kama moto wa nyika, lakini jibu la Tanzania halikuwa la pupa. Nyerere hakukimbilia maneno makali. Alizungumza na taifa kwa sauti ya utulivu lakini yenye msimamo. Alisema wazi, heshima ya nchi imevunjwa na lazima irejeshwe. Wananchi walipogeuka jeshi, kilichofuata kilikuwa mojawapo ya nyakati za kipekee katika historia ya Tanzania. Vita vya Kagera havikuwa vita vya jeshi pekee, vilikuwa vita vya wananchi. Vijana waliitokeza kwa hiari, wazee walitoa baraka, wanawake walichangia chakula, mavazi na huduma za msingi. Taifa zima lilisimama kama mwili mmoja. Jeshi la wananchi wa Tanzania lilikuwa limejengwa juu ya nidhamu na uzalendo. Halikuwa jeshi la kuvamia kwa tamaa, bali jeshi la kulinda. Maandalizi yalifanywa kwa umakini. Kwanza, ardhi ya Kagera ilipaswa kukombolewa. Hakukuwa na mjadala juu ya hilo. Mapigano ya awali yalikuwa makali, lakini tofauti kubwa ilionekana. Askari wa Tanzania walipigana kwa lengo, wakati askari wa Uganda walipigana kwa hofu na propaganda. Hatua kwa hatua, vikosi vya Uganda vilisukumwa nyuma. Kagera ilikombolewa, lakini hapa ndipo historia ilichukua mkondo mpya. Uamuzi mgumu. Kwa nini vita havikuishia Kagera? Baada ya Kagera kukombolewa, swali kubwa liliibuka. Je, Tanzania irudi nyuma au isonge mbele? Kijeshi, Tanzania ingeweza kusimama hapo, lakini kisiasa na kimaadili kulikuwa na jambo kubwa zaidi. Idi Amin alikuwa bado madarakani. Alikuwa tishio endelevu si kwa Tanzania tu, bali kwa wananchi wa Uganda wenyewe. Nyerere alifanya uamuzi ambao ungeitikisa Afrika nzima. Alisema wazi kuwa amani ya kweli isingewezekana wakati Amin angali madarakani. Huu haukuwa uvamizi wa kutafuta ardhi, bali safari ya kuondoa chanzo cha machafuko. Jeshi la Tanzania liliungana na wapinzani wa Amin, akiwemo Milton Obote na makundi ya waasi wa Uganda. Kwa pamoja waliunda nguvu iliyokuwa na mwelekeo mmoja: kumaliza utawala wa hofu. Njia ya Kampala. Mapambano, hasara na ujasiri. Safari kuelekea Kampala haikuwa rahisi. Kulikuwa na mapigano makali, hasara za maisha na changamoto za vifaa, lakini kila mji uliotekwa ulifungua macho ya dunia. Wananchi wa Uganda walishuhudia askari wa Tanzania wakitenda tofauti na jeshi walilozoea. Hakukuwa na uporaji wa kiholela, kulikuwa na nidhamu. Kadiri siku zilivyosonga, utawala wa Amin ulianza kuporomoka. Askari wake walikimbia, washirika wa kimataifa walinyamaza, propaganda zake zilipoteza nguvu. Mwishowe, Kampala ilianguka. Idi Amin alikimbilia uhamishoni, akiacha taifa lililochoka, lililovunjika na lililojeruhiwa vibaya. Kwa Tanzania lengo lilikuwa limetimia, lakini gharama ilikuwa kubwa. Gharama ya vita,
damu, uchumi na majeraha ya moyo. Vita vya Kagera viligharimu maisha ya askari na rasilimali nyingi. Uchumi wa Tanzania uliathirika vibaya. Fedha zilizoweza kujenga shule na hospitali zilitumika vitani, lakini kwa wengi gharama hiyo ilionekana kama sadaka ya kulinda heshima na utu. Kwa upande wa Uganda, athari zilikuwa nzito zaidi. Miaka ya utawala wa Amin iliacha makovu makubwa. Vita viliongeza maumivu, lakini pia vilifungua mlango wa matumaini mapya. Urithi wa vita vya Kagera. Funzo lisilopaswa kusahauliwa leo. Vita vya Kagera vinabaki kuwa moja ya matukio machache ambapo taifa la Afrika lilivuka mpaka si kwa tamaa, bali kwa misingi. Ilikuwa ni kauli kwa dunia kwamba Afrika inaweza kusimama dhidi ya udikteta. Funzo kubwa ni hili: kiburi cha mtawala mmoja kinaweza kuigharimu nchi nzima, lakini pia ujasiri wa taifa lenye misingi unaweza kubadilisha historia. Hadithi hii si ya vitabu tu, ni ya damu ya waliopoteza maisha, ni ya machozi ya waliobaki, ni ya heshima ya taifa lililokataa kukanyagiwa. Historia inapoita, je, tunasikiliza? Vita vya Kagera vinatukumbusha kuwa amani si zawadi ya kudumu. Inalindwa kwa busara, ujasiri na wakati mwingine sadaka. Kama ulifika hapa, basi umegusa moyo wa historia. Endelea kusikiliza simulizi hizi. Shiriki, jadili. Kwa sababu taifa lisilojua historia yake liko hatarini kuirudia. Usiondoke sasa. Hadithi kama hizi ndizo zinatufanya tuelewe tulikotoka, ili tujue tunakoelekea.